Kati ya sababu nyingi sana ambazo tunakataa utume wa Muhammad na yale ambayo alikuwa akiyafundisha, kadhalika hata kukataa kitabu cha Qur'an ambacho kiliambatana na utume wake, ni namna gani huyu Muhammad alikuwa akifundisha kinyume kabisa na manabii na mitume waliotangulia kabla yake. Kwa mfano, tunaenda kusoma leo katika hadithi kutoka Mishkat al-Masabih, hadithi namba 3295. Inapatikana kitabu cha 13 cha Mishkat al-Masabih, hadithi namba 210. Aisha alieleza kuwa mke wa Rifaa al-Qurazi alikuja kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu na kusema, niliolewa na Rifaa lakini akanitaliki. Baadaye nikaolewa na Abdul Rahman bin al-Zubair, lakini hana zaidi ya kipande cha nguo. Akamuuliza, hapa Muhammad anamuuliza, unataka kurudi kwa Rifaa? Mwanamke akasema ndio. Aliposema hivyo, Muhammad akamwambia, huwezi kurudi mpaka wewe na Abdul Rahman muingiliane kwanza kingono. Hadithi iko hivi: huyu aliyekuwa mke wa Rifaa alipewa talaka, akaja akaolewa na mtu ambaye anafahamika kama Abdurrahman bin Az-Zubair. Lakini huyu mwanamke akaona kwamba huyu Abdurrahman ni maskini kweli, kwa sababu anasema alikuwa hana zaidi ya kipande cha nguo. Kwa hiyo akatamani kurudi kwa yule mtaliki wake, yule Rifaa. Muhammad akamwambia haiwezekani, lakini mpaka kwanza huyu Abd akule uroda we kwanza, ndipo unaweza kurudi kule. Sasa tuone hichi Muhammad anachokifundisha kiko sawasawa na mafundisho kabla yake. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 1 mpaka wa 4. Haya ni mafundisho ya Musa haya. Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 1 mpaka wa 4. Anasema, mtu akiisha kutoa mke kwa kumuoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na amwandikie hati ya kumwacha, akamtilie mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Naye akiisha kuondoka katika nyumba yake, anaruhusa kwenda akawa mke wa mtu mwingine. Na huyo mumewe wa sasa akimchukia na kumwandikia hati ya kumwacha na kumpa mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake, au akifa yeye mumewe wa sasa aliyemtwaa kuwa mkewe, yule wa kwanza aliyemwacha asimtwae kuwa mkewe tena akiisha kutiwa unajisi, kwa kuwa haya ni machukizo mbele za Bwana. Kwa hiyo usiitie dhambi nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi. Musa anachosema hapa ni kwamba ikiwa mwanamume unampa talaka mwanamke na ikatokea ameolewa na mwanamume mwingine, aidha yule mwanamume mwingine akampa talaka au akafa, mume wa kwanza haruhusiwi kamwe kumrudia yule mke, kwa sababu ni unajisi, ni kuitia unajisi nchi. Sasa angalia Muhammad anachomwambia yule mwanamke aliyekuwa mke wa Rifaa. Anamwambia lazima kwanza Abdurrahman akule uroda kwanza, ndipo uweze kurudi kwa Rifaa. Maana yake anachokifanya hapa Muhammad, anatoa mafundisho ambayo yanaenda kuitia najisi nchi. Ndugu yangu Muislamu, haya ndio tunayaona, na ni mengi sana ambayo Muhammad anafundisha, mengi mno, yako mengi. Mbali ya kuyafundisha, yeye mwenyewe alikiuka mambo chungu nzima. Chunguza maandiko ndugu yangu, tafakari. Nikwambie tu, mafundisho ya Muhammad ni mafundisho ya upotofu, na hatima yake ni kwenda kwenye moto wa milele, au nyinyi mnaofahamu kama mnaoita Jahannam. Mungu akusaidie sana.